There are Kalenjin couples that wamestaajabisha ulimwengu sana. Wapendwa wawili wameamua mara yao ya kwanza, wamepost mtoto wake ambaye ni mweupe kipindi ambacho wao ni weusi. Jambo hilo lilileta balaa sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakisema ya kwamba inakuwaje baba na mama ni weusi lakini mtoto ni mzungu. Jambo ambalo limezua utata sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wanasema ya kwamba aidha kwa njia moja ama nyingine, mtoto amerithi sura ya wazazi wao, labda wazazi wa wazazi wao, yaani nyanya na babu ya wapendwa wao, ila si wazazi wao halali. Ila kisayansi, unajua unaweza ukawa mweupe na ukapata mtoto mweusi. Inawezekana? Inawezekana. Kwa sababu aidha huenda mtoto mwenyewe akafanana na nyanyake ama babu wake. Na kuna uwezekano ya kwamba wewe ni mweusi ila ukapata mtoto kama mzungu, mweupe kama mzungu. Inawezekana pia, inategemea amefanana na nini, genes zimetoka wapi, origin. Kwa hivyo ukiwa wewe ni mweusi na umepata mtoto mweupe, hiyo isiwe shida. Usije ukasema ya kwamba umegongewa, hapana. Mtoto anaweza akafanana nyanya yake au babu yake ama ndugu zake. Kwa hivyo si lazima mtoto akae mweupe namna ambavyo uko mweupe, ama mtoto akae mweusi vile mzazi ako mweusi. Hiyo kitu isilete shida kwenye ndoa. Kama mimi kwa mfano, mimi ni mweupe, lakini wazazi wangu ni weusi. Lakini sijawahi mtu akisema ya kwamba kwa nini mimi ni mweupe kuliko na wazazi wangu si weupe. Kwa hivyo jambo la mtoto kutofanana na baba lisiwe tatizo kwenye ndoa. Hayo ni mambo ambayo yanafanyika tu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mtoto akafanana na nyanya au babu ama uncle yake, kwa sababu genes iko hapo. Kwa hivyo isiwe ni tatizo.